Katika historia ya siasa za Tanzania ilianza enzi za ukoloni, kipindi ambacho mashujaa walipinga vikali uzalimu wa mabeberu. Tunawakumbuka mashujaa wengi kama vile Chifu Mkwawa, Kinjekitile Ngwale na wengine wengi, lakini pia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Oscar Kambona, Bibi Titi Mohamed kwa jitihada zao za kuleta uhuru wa nchi. Katika miaka hivi karibuni, ni vigumu kutaja majina ya wanasiasa walioteka hisia za watu kwa hoja, ujasiri na misimamo katika miongo miwili iliyopita bila kumtaja Tundu Antipas Lissu. Tundu Lissu ni nani? Haya hapa mambo 7 yanayomtambulisha mwanasiasa huyu wa Tanzania mwenye msimamo mkali. Kwa watu wengi, Tundu Lissu ni alama ya mapambano ya haki, demokrasia na wajibikaji wa serikali. Kwa wengine ni mpinzani mkorofi anayependa kugonganisha fikra na utawala. Lakini kwa wengine Tundu Lissu ni sauti isiyoteteleka katika mapambano ya haki, uwajibikaji na utawala wa sheria. Hivi sasa akiwa amewekwa rumande kwa tuhuma za uhaini ambazo kwa sheria za Tanzania hazina dhamana. Jina la kiongozi huyu wa chama kikuu cha upinzani limerudi tena kwenye vichwa vya habari, lakini hii si mara ya kwanza. Tundu Lissu ni mtu wa historia ndefu. Ili kumwelewa kwa undani, ni muhimu kumtazama kwa jicho pana. Tundu Lissu ni nani hasa? Haya hapa mambo 7 muhimu yanayomtambulisha Tundu Lissu. Namba 1, msomi aliyelelewa kwenye taaluma na tafakuri ya sheria. Tundu Lissu ni msomi wa sheria mwenye taaluma pana na ya kina. Alizaliwa katika kijiji cha Mahambe, wilayani Ikungi, mkoani Singida nchini Tanzania, na kusoma katika shule ya sekondari ya Iboru huko mkoani Arusha, katika shule ya wanafunzi wenye vipaji maalum kiakili, na baadaye Umbwe. Alipata shahada ya sheria ya LLB kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mnamo mwaka 1994. Mojawapo ya taasisi kongwe na zenye heshima kubwa barani Afrika na Afrika Mashariki. Hapa ndipo alipoweka msingi wa uelewa wake wa kisheria, hasa kuhusu haki za binadamu, utawala, sheria za wajibikaji wa taasisi za dola. Aliongeza uzito wa taaluma yake kwa kusoma shahada ya uzamili LLM katika Chuo Kikuu cha Warwick nchini Uingereza, ambapo alijikita zaidi katika sheria za kimataifa za haki za raia. Elimu yake hii imemjenga kwenye taasisi mbalimbali za kisiasa, elimu, utafiti na utetezi wa haki. Kwa ujumla, Tundu Lissu hajajitokeza tu kama mwanasiasa, bali kama msomi anayefahamu kwa kina mfumo wa sheria na asili zake kwa jamii. Mwanaharakati wa haki za binadamu kabla ya siasa. Lissu alianza kutambulika kama mwanaharakati kabla hajavaa rasmi koti la siasa. Tangu miaka 1990 alikuwa mstari wa mbele katika kutetea wananchi waliokuwa wakinyanyaswa na mfumo wa sheria usio wa haki. Aliwahi kuwa mshauri wa kisheria wa mashirika kama vile Legal and Human Rights Center LHRC, Environmental Law Alliance Worldwide ELAW, na pia alikuwa ni mjumbe wa bodi ya International Federation for Human Rights FIDH. Kazi hizi zimemwezesha kushughulika na kesi zinazohusu mazingira, haki za binadamu, ardhi na wajibikaji wa makampuni ya kimataifa barani Afrika. Kama wakili alitoa msaada wa kisheria kwa watu wasio na uwezo wa kugharamia huduma hizi na kujenga jina kama mtetezi wa wanyonge. Mfano mmoja maarufu ni ile kesi ya wakulima wa Loliondo, ambapo alishirikiana na wanaharakati kupinga uamuzi wa serikali kuhamisha wananchi kwa faida ya wawekezaji wa sekta ya utalii. Lissu alitumia taaluma yake kueleza ukiukwaji wa haki za ardhi, haki za kiraia na athari za sera za wawekezaji kwa watu wa kawaida. Mnamo mwaka 2003 alipotoa kwa ndani nyaraka na tafiti zilizoibua athari za mikataba ya madini nchini, akieleza namna mashirika ya kigeni yanavyokwepa kodi na kuwadhulumu wa Tanzania kupitia mikataba isiyo na uwazi. Umaarufu wake ulianza kupaa wakati wa utawala wa hayati Benjamin Mkapa, rais wa serikali ya awamu ya 3 ya Tanzania, ambapo alijitokeza kama mtetezi mkubwa wa haki za wachimbaji wadogo wa madini na wananchi wanaoishi katika maeneo dhidi ya wachimbaji wakubwa, makampuni yaliyopewa leseni za uchimbaji baada ya mabadiliko ya kisheria yaliyofanywa na utawala wa Mkapa. Kwa muktadha huu, haishangazi kuona hata siasa zake zinatajwa kuendeshwa kiharakati. Tundu Lissu mbali na usomi wa sheria na wanaharakati ni mwanasiasa hodari, kwani iliyomtambulisha zaidi kimataifa na kimataifa. Alianza siasa akiwa na chama cha NCCR Mageuzi kuanzia mwaka 1992 hadi mwaka 1996 kabla ya kushawishiwa na Freeman Mbowe kujiunga na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema alichokitumikia kwa zaidi ya miaka 20 mpaka sasa. Kupitia Chadema, Tundu Lissu ameshika nyadhifa nyingi ikiwemo mwanasheria mkuu wa chama, makamu mwenyekiti wa Chadema Bara
na kwa sasa ndiye mwenyekiti wa taifa baada ya kumshinda kigogo aliongoza chama kwa zaidi ya miaka 20, Freeman Mbowe, katika uchaguzi wa Januari 2025. Mwaka 2010 kupitia Chadema aligombea na kushinda ubunge wa jimbo la Singida Mashariki, eneo lililotawaliwa na CCM kwa miongo mingi. Ushindi huu unaonekana kama ushindi wa nguvu ya hoja na mvuto wa mabadiliko aliyoyaleta. Hapa kwenye kuzungumza na kujenga hoja, Lissu anatajwa kuwa mwalimu mzuri. Alionyesha kuanzia shuleni alipokuwa mwanafunzi na hata alipokuwa mwalimu wa shule ya sekondari ya Bondeni alofundisha kati ya mwaka 1995 na mwaka 1996. Lissu ana nguvu kubwa mbili za kuzaliwa ambazo hakuna shule inaweza kumfundisha mtu: ujasiri na umahiri wa kuzungumza. Aliwahi kuandika mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania, Ezekiel Kamwaga. Akiwa bungeni, Lissu alitokea kuwa mmoja wa bunge wenye ushawishi mkubwa. Alijijengea heshima kubwa kama mzungumzaji mahiri mwenye uwezo wa kutoa hoja nzito zenye mashiko ya kisheria na kitaaluma. Alipewa nafasi ya mnazimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, ambapo aliongoza mijadala mizito kuhusu bajeti, sheria kandamizi, masuala ya madini na mikataba mibovu ya serikali. Alijulikana kwa kutumia takwimu, nyaraka na vielelezo thabiti katika kuibua hoja, jambo lililowafanya wabunge na wananchi kumheshimu hata kama hawatakubaliana naye. King'ang'anizi, mwenye matumaini na asiyekata tamaa. Moja sifa kuu inayomtambulisha Tundu Lissu ni kwa mtu mwenye matumaini yasiyotikisika hata katika mazingira ya hatari au kukataliwa mara kwa mara. Lissu amekuwa mstari wa mbele katika kudai katiba mpya ya Tanzania kwa zaidi ya miongo mmoja, akitazama kama msingi wa haki, uwajibikaji wa utawala na ujenzi wa taifa lenye msingi ya demokrasia ya kweli. Alianza kampeni hii akiwa bado mbunge na mwanasheria mkuu wa Chadema, akihudumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete. Alikuwa miongoni mwa wanasiasa walioleta mchango mkubwa katika bunge maalum la katiba mwaka 2014, akitetea kwa nguvu vipengele vya katiba pendekezwa vilivyolenga kuimarisha uhuru wa mahakama, haki za raia na mfumo wa utawala wa sheria. Wakati baadhi ya wanasiasa walijitoa au kukata tamaa kutokana na changamoto zilizokumba mchakato huo, Lissu aliendelea kusimama imara hata baada ya bunge hilo kuvunjika bila kufikia mwafaka wa kitaifa. Katika kila jukwaa la siasa, iwe ndani ya nchi au akiwa uhamishoni baada ya jaribio la mauaji, Lissu ameendelea kuhubiri umuhimu wa katiba mpya. Hata katika kampeni yake ya urais ya mwaka 2020, suala la katiba mpya lilikuwa mojawapo ya nguzo kuu ya ajenda yake. Alikuwa akirudia mara kwa mara kwa katiba ya mwaka 1977 ni katiba chama kimoja, haikizi mahitaji ya taifa la vyama vingi, akisisitiza kuwa bila mabadiliko ya msingi ya kikatiba uchaguzi wowote huwezi kuwa huru na wa haki. Licha kukataliwa mara kadhaa, kukumbwa na mateso na hata kuhatarisha maisha yake, Tundu Lissu hajawahi kuacha kupigania mabadiliko hayo. Hadi leo anapokumbwa na kesi nzito ya uhaini kutokana na msimamo wake wa no reforms no election, anaendelea kusisitiza kuwa Tanzania haiwezi kusonga mbele bila katiba mpya ya wananchi. Kwa Lissu unaweza kumuita king'ang'anizi anapolitaka jambo lake. Muhimu ni matumaini ambayo ni silaha ya mwisho kwake. Haamini katika kukata tamaa, bali katika kusimama imara hadi haki ipatikane. Haijawahi kuwa rahisi kumtisha Lissu. Ana historia ya kusema kile anachokiamini bila kujali nafasi anayekisema. Katika kipindi chake bungeni, Lissu aliibua mijadala mikubwa. Sakata la akaunti ya Tegeta Escrow ambapo zaidi ya shilingi bilioni 300 zilichotwa kwa njia ya utata. Aliwataja wahusika kwa majina na kuwasilisha ushahidi wa maandishi, hatua ambayo ilionyesha kiwango cha ujasiri na weledi wake. Pia aliongoza mijadala kuhusu matumizi ya fedha za umma, sheria za uchunguzi na udhaifu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, akionyesha namna mfumo ulivyoegemea upande mmoja kwa faida chama tawala. Kwa Lissu, kweli anachokiamini ni silaha yake kuu, hata kama inamgharimu maisha. Alikosoa waziwazi serikali ya Mkapa na serikali ya awamu ya 4 chini ya Rais Jakaya Kikwete, hasa kuhusu haki za wachimbaji wadogo na rushwa katika sekta ya madini na mikataba isiyo ya ofa kwa taifa. Alipofika awamu ya 5 chini ya Rais Daktari hayati John Pombe Joseph Magufuli, Lissu hakusita kusema wazi kwamba serikali iligeuka kuwa ya kimila, kifamilia na kikabila, na alitumia vyombo vya dola kukandamiza pinzani, hali iliyowafanya baadhi ya viongozi na wa upinzani kukimbilia nje ya nchi. Katika moja ya hotuba zake kati ya mwaka 2016 na mwaka 2017,
Lissu alisema naibu waziri Kalemani Medad alikuwa naibu waziri wa madini wakati huo, mtoto wa dada, sijui wa kaka, wote Chato, kanda ya Ziwa anatokea Magufuli. Hapa alikuwa akizungumzia kufukuzwa kwa aliyekuwa waziri wa madini Profesa Sospeter Muhongo na kuacha naibu wake Kalemani kwa tuhuma ambazo aliamini Lissu kwamba alipaswa kumfukuzisha pia Kalemani, lakini alidai alilindwa kindugu. Aliongeza kuhusu ukabila akimhusisha Rais Magufuli ambaye alikuwa Msukuma kutoka kanda ya Ziwa na viongozi waliopewa nafasi mbalimbali serikalini: mkuu wa majeshi Msukuma anayotokea kanda ya Ziwa, mkuu wa polisi kanda ya Ziwa, mwanasheria mkuu kanda ya Ziwa, mwendesha mashtaka kanda ya Ziwa, kaimu jaji mkuu kanda ya Ziwa, mlipaji mkuu wa serikali kanda ya Ziwa. Nani asiyejua tunaposema nchi inaingia kwenye udikteta? Ndivyo alivyosema Tundu Lissu. Msemaji wa serikali wa wakati ule Hassani Abbas alijibu matamshi ya Lissu wiki hiyo hiyo. Alipoyatoa, alikanusha serikali kuegemea ukabila, undugu ama ujamaa, na kwamba serikali haitakubali mtu ama kundi la watu kutumia vibaya uhuru wa kujieleza. Kumkosoa kwa kumuita Rais Magufuli dikteta uchwara kulibua mijadala sana mwaka 2016 mpaka mwaka 2017 kabla ya kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana na kunusulika kifo. Alitumia zaidi ya nafasi yake kama mbunge na mnazimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni panda majukwaa ya kumkosoa Magufuli na kuikosoa serikali kwa kina. Mfu anayetembea na risasi mwilini. Kama ukitaja matukio matatu maarufu Tanzania kuwahi kutokea katika miongo ya hivi karibuni, ukiacha kifo cha rais wake wa kwanza Julius Nyerere na kifo cha Rais Magufuli, tukio la kushambuliwa kwa risasi kwa Tundu Lissu lilikuwa kubwa kwenye mijadala. Septemba 7 mwaka 2017, Tundu Lissu alishambuliwa kwa risasi 16 nje ya makazi yake mjini Dodoma baada ya kutoka bungeni. Tukio hilo lilitokea siku chache baada ya kutoa madai kuwa anafuatiliwa na gari lenye namba za serikali. Hadi leo hakuna aliyekamatwa wala kufikishwa mahakamani kwa tukio hilo. Jeshi la polisi na serikali mara kadhaa limesema uchunguzi wa kina unaendelea. Upelelezi bado unaendelea. Uchunguzi hauna ukomo wa muda. Kinachotoa faraja, mhusika mwenyewe Lissu yupo nchini, alisema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Hamadi Masauni. Lakini mwenyewe Lissu anasema jeshi la polisi na serikali hawajawahi kuwa na nia ya kuchunguza tukio hilo la majaribio la mauaji. Lissu alipelekwa Kenya kwa matibabu ya haraka kisha kuhamishwa Belgiji kwa matibabu ya muda mrefu. Alifanywa zaidi ya upasuaji 20 kurekebisha mifupa, mishipa na viungo vilivyoharibiwa na risasi. Alikaa kwenye matibabu kwa zaidi ya miaka 3 na kuvuriwa ubunge wake mwaka 2019 kabla ya kurejea nchini mwaka 2020 na kuwania urais kupitia Chadema dhidi ya Magufuli katika uchaguzi mkuu ambao Magufuli alishinda, huku Lissu akipinga matokeo hayo. Kwa wengi alinusurika kwa mauaji na tangu wakati huo amepewa jina la utani la mfu anayetembea. Tukio hilo lilimfanya kuwa nembo ya ukatili na lilizua hofu kupungua kwa demokrasia nchini. Mwanasiasa wa msimamo aliyepewa jina la mlopokaji kwa tukio la kushambuliwa risasi, kunusulika kifo kwa mtu mwingine asiye imara na msimamo asingeweza kurejea kwenye siasa, wanaharakati ama shughuli yoyote inayoweza kuleta uadui hata mdogo. Lakini Lissu wala hakuteteleka mpaka leo. Kwa misimamo yake amekuwa akikataa kushiriki mazungumzo ya maridhiano na Chama cha Mapinduzi CCM, akiyaita mazungumzo hayo yasiyo na dhamira ya ukweli. Baada ya kurejea nchini mwaka 2020 na kugombea urais, Lissu alirejesha nguvu ya upinzani katika siasa za Tanzania iliyoanza kudolola baada ya mikutano ya kisiasa kufungwa, akiendelea kukosoa mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania, akionyesha unaipendelea chama tawala CCM, jambo ambalo mamlaka na CCM wenyewe wanalipinga. Disemba 2024, Chadema chini ya mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe kilipitisha no reforms no election, ambao ni msimamo wa kisera wa chama hicho unaotaka mabadiliko ya tume ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na uhuru wa mikutano ya hadhara kabla ya kushiriki uchaguzi. Lissu amekuwa mstari wa mbele kutetea misimamo tangu awe mwenyekiti Januari 2025, akisisitiza kuwa kushiriki uchaguzi bila marekebisho ni kushiriki udanganyifu, hata pale baadhi ya wanachama wa Chadema walipoanza kuyumba kwenye msimamo huo. Lissu alibaki imara kuanzia kwenye uchaguzi wa ndani wa chama ambapo
alikataa kukaa pembeni na kumpisha Mbowe agombee wenyekiti mpaka kupiga debe msimamo wa no reforms no election. Lissu alisema kama mlopokaji, lakini yeye ameendelea kusimamia hilo na kuendelea kuhubiri kwa wananchi ili wamuunge mkono msimamo ambao sasa unamgharimu. Amekamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kesi ya uhaini. Aprili 9, 2025, Lissu alikamatwa akiwa mkoani Ruvuma baada ya kufanya mkutano wa hadhara kupiga debe msimamo wa no reforms no election. Aprili 10, 2025, akafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na akafunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa ambalo linahusishwa na kutishia usalama wa taifa. Kosa hili halina dhamana na hivyo Lissu anasubiri hatima yake akiwa rumande. Hii si kesi ya kwanza kwa Lissu. Amekuwa na kesi nyingi na nyingi zikiwemo ni za uchochezi kwa maneno aliyoyaongea kwenye majukwaa ya siasa. Majukwaa mengine yanahusishwa na ukosoaji wake. Aliyekunukuliwa akisema, hafungwi mtu hapa, hilizeni niwaambie, na kesi 6 Kisutu mahakamani na zote za uchochezi, alisema Lissu wakati wa harakati za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, akiwatoa hofu wanachama wa Chadema kwamba kesi hiyo haimzuii kugombea urais. Hata hivyo, kesi ya sasa uhaini ni kubwa na ya aina yake. Akikutwa na hatia, adhabu yake ni kifo kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Lakini kwa Lissu mwenyewe, labda kwa sababu ni mbobevu wa sheria, haoneshi usoni ukubwa wa kesi hiyo zaidi ya kuendelea na hali yake ya kisiasa. Msiogope, hii ndio njia ya kwenda Ikulu kama Mandela. Nelson Mandela, rais wa zamani wa Afrika Kusini, anasema Lissu kuwatoa hofu wafuasi wa chama chake waliofika mahakamani. Wafuasi wake wanaoiona kesi hii ni kama mwendelezo wa uonevu kwa wanasiasa wa upinzani. Kwa serikali, huenda kesi hii ni jaribio la kudhibiti kile wanachokiona kama uchochezi na usalama wa taifa. Lakini kwa wachambuzi wa siasa na haki za binadamu, kesi hii ni kipimo cha haki ya uhuru wa kisiasa na demokrasia Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kesi yake inaweza kuwa mojawapo ya matukio muhimu zaidi katika historia ya kisiasa Tanzania. Kama atapatikana na hatia, inaweza kubadilisha sura ya siasa ya upinzani nchini. Kama atashinda vita hii ya kisheria, huenda akawa alama hai ya ushindi wa haki dhidi ya uongo.